huwa napenda kumuita dogo, lakini niliambiwa kubwa anaitwa Alvin Mandela. Namuita dogo kwa sababu wacha pia mimi nijiringe kidogo. Ni mmoja wa watoto ambao niliwafundisha wakiwa Pathfinder. Hallelujah. Amen. Wacha pia mimi nijiringe kidogo. Na nafurahi kwamba siku hizi mnamtumia sana. Mnamwambia wasomee mafungu. Nikimwona anasoma mimi pia nafurahi kwamba kumbe sikuweka mbegu mbaya. Haleluya. Amen. Nilipanda mbegu nikapalilia vizuri. Sasa watu wa Voi wanachuna tu. Kwa hivyo Mandela atatusaidia kusoma kwa haraka. Tusomeni hicho kitabu chetu katika kitabu cha Zaburi 100 mstari wa 1 hadi wa 5 kwa haraka tu. Maandiko matakatifu yanasema, asante. Yaani unajua mpaka vile unaanza. Bwana ni mwema. Haya tuendelee. Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha. Njooni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema. Amina. Haleluya. Kwamba tuingie katika malango ya Bwana kwa furaha. Tuingie katika malango ya Bwana kuwa na bashasha. Tusije mbele za uwepo wa Bwana kama tumenong'ona. Tusije mbele za uwepo wa Bwana nikana kwamba wengine wetu tulibatizwa na maji ya ndimu. Ndio wengine wanakuja kanisani, yani unakaa ni kama ulibatizwa na maji ya nini? Ya ndimu. Wengine ni kama walibatizwa na maji moto. Sasa amekuja kanisani, yani sura amekunja, anakunyanzi kila mahali, na amekuja mbele ya uwepo wa yeye aliye na uwezo wa ulimwengu mzima. Haleluya. Amina. Tunaomba leo kwamba tunapokuja mbele za Bwana tuweze kuja na watu kama watu wenye bashasha, watu wenye furaha, watu ambao vile tumekuwa tukisema na Adventurers katika juma zima kwamba we are a royal family, kwamba sisi ni uzao wa kipekee, sisi ni uzao wa kifalme. Kama babako mfalme, kama babako rais wa nchi, hata nimeenda mbali, hata kama babako tu ni waziri, acha waziri tu wa hii county ya Taita Taveta, lazima utakuwa na raha kidogo, kwa sababu unajua mambo yatanyooka vizuri, mishahara haitachelewa. Haleluya. Na unajua chakula kitakuwa, meza itajaa kila siku. Kwa hivyo utakuwa ni mtu ambaye una bashasha, kwa sababu unajua kwamba mtu ambaye amekusimamia ni mtu mwenye nguvu katika maeneo ambayo mnakaa. Leo nataka tujifundishe kuhusu, kwa ufupi tu, kichwa cha somo letu tunakiita positive words. Positive words, ama maneno ya kutia moyo, positive words. Na the positive word ambayo leo tunataka tujifunze ni kutoka katika hicho kitabu cha Zaburi 100 kuanzia fungu la 1 hadi la 5. Jambo hili ambalo tunataka kujifundisha ni jambo dogo. Kwa Kizungu tunasema thank you. Kwa Kiswahili tunasema asante. Ijapokuwa mara nyingi watafiti wanasema kwamba tamaduni za Kiafrika ama lugha ya Kiafrika haina neno ambalo ni la kivyake la kumaanisha asante. Mara nyingi ukiangalia hiyo asante ni kana kwamba inamaanisha kitu kingine tofauti. Ni kwamba pia inajaribu kusema kwamba mara nyingi wa Afrika sisi si watu wa kupenda kusema asante sana. Kiswahili kidogo nadhani inaweza jaribu, lakini hata kwetu katika lugha ya mama unaposema asante huwa wanasema erokamano. Lakini hii erokamano ukiangalia kwa ndani zaidi inamaanisha kwamba basi wacha ifanye nini? Iwe hivyo. Kikuyu wanasema ni wega, lakini ukiangalia kwa ndani zaidi unaona kwamba inamaanisha kwamba ni hivyo. Yaani hakuna neno la kivyake ambalo tunaweza kulichukua tuseme kwamba katika tamaduni za Kiafrika, na unaweza jaribu katika lugha mbalimbali utagundua kwamba linaweza kuwa na maana zaidi ya moja. Alina shina ambalo tunaweza sema kwamba hili neno linamaanisha shukrani. Lakini ni neno dogo, na pia ukiliangalia kwa ndani zaidi unagundua kwamba licha ya kuwa ni neno dogo, ni neno ambalo mtu akikwambia saa zingine mara nyingi huwa unasikia ni kana kwamba ni jambo kubwa ambalo amekufanyia. Mara nyingi mtu akikwambia asante, shukrani kwa kitu ambacho umemfanyia, wengi wetu huwa tunasikia raha kidogo. Ni neno dogo lakini lina mambo makubwa ambayo linafanya katika moyo wa mwanadamu.
Wengine hata aje kanisani apanguze madawati na mkose kumwambia asante, atanungunika wiki nzima. Si ni kweli? Mrembo fulani ajitume akuletee chakula, watu wameweka chapati, yeye ende asavu akuletee na ukose kusema asante, ataona ni kama haujafanya nini? Haujamtambua kwamba yani hii shughuli yote na hata kuniambia nini? Kuniambia asante, haujapata ule wakati. Ni jambo dogo, lakini madhara yake ni nini? Ni makubwa katika maisha ya mwanadamu. Wengi wetu tunapenda kusema jambo hilo la asante, na tunaomba kwamba liweze kuwa sehemu yetu katika maisha yetu, katika muingiliano wetu na jamii. Tuweze kuwa watu wa kushukuru na kusema asante katika kila jambo. Japokuwa ni jambo dogo, lakini madhara yake ama matukio yake ama jambo ambalo linaweza kukamilisha ni jambo kubwa zaidi. Kwa hivyo leo katika jambo letu ama our positive word for today, tunaangalia neno hilo asante. Na neno hili asante tunaambiwa na waandishi wa maandiko na watafiti wa maandiko wanasema kwamba limetokea mara 100 katika kitabu cha King James Version. Katika Biblia ya King James Version, the word thank you has appeared 100 times. Na mara nyingi huwa inamaanisha tu ku appreciate mtu. Inamaanisha to express gratitude for something that somebody has done or has been done to you. Sasa tukigundua kwamba hata na sisi kama wanadamu kusema asante ni muhimu, kusema thank you is important for my sister, for my brother, then how are we supposed to relate with God? Pia Mungu tunafaa tumwambie asante? Ndio. Watoto tunafaa tumwambie Mungu asante? Ndio. Asante. Kwa hivyo tunagundua kwamba kama sisi kwa sisi neno hili asante ni muhimu sana na linatujenga katika njia moja au nyingine. Tunafundishwa leo kwamba hata Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Mungu amekuwa mwema kwetu. Mungu ametuongoza. Kwanza sasa hivi tunaingia katika mwezi ambao watu huwa wanasahau kwamba mshahara wa Januari unakuja Februari. Si ni kweli? Tumeingia katika huo mwezi. Na tunapoingia katika huo mwezi ni mwezi wa furaha, mwezi wa bashasha. Hapa ndio wale hawana nguo mpya watapata nini? Watapata nguo mpya. Wale ambao hawajakula kuku na chapati mwaka mzima watafanya nini? Watakula huu mwaka. Wale ambao hawajatembelewa watafanya nini? Watatembelewa huu mwezi. Wale ambao hata wamesauliwa watakumbukwa katika huu mwezi, katika njia moja au nyingine. Ni huu wakati wa shukurani, ni huu wakati wa asante. Tunaingia katika huo msimu. Mara nyingi huwa tunapenda kusema happy holidays katika wakati huu. Kwa hivyo Mungu amekuwa mwema kwetu. Mungu ametuongoza mwaka mzima. Mungu ametulinda na majanga mengi ambayo yangetukumba, na sasa tunafika mwisho wa mwaka. So kama sisi wenyewe tunaweza kuambiana asante na tunaona umuhimu wa hiyo asante, Mungu pia naye basi tunastahili kumwambia asante katika mambo kadha wa kadha ambayo ametufanyia. Kwa ufupi tu nataka niangalie mambo 4 ambayo tunapaswa kumshukuru Mungu kwayo. Na haya tunaita katika lugha ya Kimombo 4Gs. Watoto tuseme pamoja 4Gs. 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 Kwa hivyo leo nataka tujifunze kuhusu 4Gs. Leo itabidi tuhubiri hivyo ili tushike hata na watoto wetu. Jambo la kwanza ama the first G that we are supposed to thank God for. The first G, we are told that we should express our thanks to God. We should express our thanks to God. Watoto nimesema nini? We should express our thanks to God. We should express our thanks to God. Unajua hili jambo la expression ama jinsi ya kujiexpress mbele za mtu ni jambo gumu sana. Na wengi limewatatiza na limewapa wakati mgumu. Huwa napenda kutumia mfano. Hata Suleimani anasema kama kuna mambo matatu haelewi, lakini lile ambalo linanipiga mshipa ni kwamba haelewi jinsi mtoto wa kiume anaweza kuongea na mtoto wa kike, na kule Nairobi tunasema huyo msichana aingie box. Hilo ni jambo ambalo Suleimani limemshinda na haelewi. Yaani nije hapa Voi tu nipate msichana anijui, wala kwanza mimi jina langu linakaa malaria tap. Anijui na nimuongeleshe mpaka akubali maneno yangu, na turudi naye Nairobi na tuje kwa mchungaji Mure yeye apange harusi. Wao nadhani ni rahisi.
Wengine hata wamesalia katika kuchora ramani. Wengine wamesalia kuwa na midomo mizito, wameshindwa kuongea. Kwa sababu tukifika katika swala la expression, ni jambo ambalo wengi limetusumbua. Hata wengine ukimwambia leo njoo unenea watu hapa katika viwanja vya CIT, atakwambia sasa nitaanza vipi? Nitaanza wapi? Wengine hata tumeshindwa hata kujiexpress hata kwa mavazi. Kama mimi, huo ni mojawapo ya mitihani migumu ambayo nakumbana nao. Nikiamka asubuhi, Mungu anibariki nipige hatua. Haleluya. Amen. Nikiamka asubuhi nitaanza kuchagua nguo. Nitachukua dakika kama 15. Lakini nashukuru Mungu kuna wengine wanachukua masaa 4. Katika jambo hili la kujiexpress, si jambo rahisi, limewatatiza wengi, na wengi wanapata, hata unapoona, angalia hata watoto wetu wakati ambapo wamekosewa ama wanahisi kwamba jambo ambalo alitaka umfanyia au kumfanyia, wengine hata wanajibingirisha chini, si kweli? Wengine hata wanalia. Sasa ikifika kwetu sisi, how do we express our thanks to God? Some of us, wengine wetu ni jambo gumu sana. Most of us are struggling with this part of expressing our thanks to God. Wengine wetu ni kama hawa watoto wadogo, tunagaagaa katika mchanga. Wengine wetu tunalia. And then there are some who will express themselves loudly. Voi nzima itajua kwamba anamshukuru Mungu. Lakini pia kuna wale watajiexpress kimya kimya, hatutajua. Kisha kuna those who are very formal when they express themselves to God. Wanapojieleza mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini haya yote yanafaa yaweze kubadilika. Tunafaa tuweze kugundua ni jinsi gani, or in what way can we express ourselves to God. Kwa hivyo swali linakuja, how do I express myself to God properly? Jambo la kwanza ambalo tumejifunza na watoto katika juma nzima, tumegundua kwamba as royals, vile tunaweza kujiexpress mbele za Mungu, jambo la kwanza ni kupitia katika maombi. Ni kupitia katika nini? Katika maombi. Kupitia katika maombi tunajieleza mbele za Mungu. Nikiwa mdogo tulikuwa tunaimba huu wimbo kwamba maombi ni nini? Maombi ni silaha ya kufukuza majaribu mbali. Watoto walikuwa wanaimba nini? Just go and ring number 9 when you want to talk to God. Go and ring number 9. Lakini katika sisi kujieleza katika maombi, as we express ourselves in the avenues of prayer, nasikitika kwamba mara nyingi wengi wetu tukienda kujiexpress in the avenues of prayer, wengi wetu we always complain. Wengi wetu huwa ni kulalamika mbele za Mwenyezi Mungu. Wengi wetu hatuji na moyo wa shukrani. Wengi wetu tukija katika maombi ni kwamba nataka, nafanya nini? Nataka. Mungu nipe hii, nipe ile, nipe hii. Wakati fulani tukaambiwa kisa kimoja cha hichi kisa si kwamba kina uhakika, lakini nakisema tu ili kiweze kujenga mada hii. Kwamba kuna jamaa fulani alikwea mbinguni, na alipokwea mbinguni akawa anatembea katika vyumba mbalimbali. Na alipokuwa akitembea katika hivyo vyumba, chumba cha kwanza ambacho alipitia, aligundua kwamba kulikuwa na malaika, na malaika walikuwa na bidii sana, walikuwa wanapokea simu zinalia hazijuani. Akauliza hapa ni wapi? Akaambiwa hapa ni mahali watu wanaombea wagonjwa wao. Kwa hivyo simu ni nyingi, watu wanaomba sana, ndio maana unaona simu zinalia kwa wingi, kwa sababu wanaombea wagonjwa wao. Akaenda chumba cha pili, akapata pia malaika pale wana shughuli siaba. Na katika chumba kile malaika walikuwa wamehusika, simu pia zilikuwa zinalia hapa na pale. Akauliza hapa ni wapi? Akaambiwa hapa ni mahali watu wanaomba mahitaji yao. Kuna mwingine anataka gari, mwingine anataka bibi, mwingine anataka mtoto. Hapa maombi ni mengi, ndio maana unaona simu hazijuani. Akapiga hatua tena, akaenda mbele. Alipofika mbele akapata chumba cha tatu, na katika hichi chumba cha tatu akapata kwamba palikuwa na malaika, lakini malaika walikuwa wamebarizi tu, wamekaa wanapigiana story, wanaulizana hali ya hewa, mambo yanaendelea vipi. Akauliza hapa ni wapi? Akaambiwa hichi
hichi ni chumba cha shukrani. Hapa ndio maombi ya shukrani yanaingia. Na hapa tunangoja simu. Saa zingine hata tunaenda kuangalia kama ililia. Yaani wangapi huwa saa zingine huko hauna simu lakini huwa unatembea unasikia ni kama ililia mfukoni. Lakini hauna. Sasa hao walikuwa hivyo. Yaani ama ni mimi peke yangu wanahisi hivyo. Saa zingine tu umekaa unapiga imefika Jumanne jamani hakuna mtu amekupigia mpaka unaenda unaangalia simu jamani beti iko sawa. Sasa hicho ndio chumba cha shukrani cha mbinguni. Kwamba katika mahitaji tuko haraka sana kumwambia Mungu nipe. Wenzetu wanapokumbwa na majanga tuko tayari. Na ukiangalia hata hiyo Kasumba iko hata katika magari. Mara nyingi nimepanda magari Nairobi sijui kama huko Voi iko. I envision natamani siku moja niamke niingie kwa gari hivi alafu nikiingia hivi mtu anakuja yule anaingia kwanza ananisalimia jambo kaka alafu akae. Yaani tunasalimiana alafu ukae. Lakini mara nyingi huwa tuongei. Huwa unaingia kwanza saa nyingine unaingia kwa gari unaangalia utakaa na nani? Unaangalia yule amenong'ona sana. Wacha nikae na huyu. Saa nyingine umekaa peke yako na mwingine amekuja amejijaza pale. Mara nyingi huwa tuongei. Wacha dereva apige kona mbaya. Ama mtu aibiwe simu. Hapo watu wataongea. When we are in crisis most of us are very willing to communicate. Lakini wakati mambo yako tambarare wengi huwa tumetulia. Ni kwamba as we express ourselves to God through prayer, how do we express ourselves? Tunapokuja mbele za Mungu katika njia ya maombi, je, sisi ni wale watu wanipe nahitaji, nataka hii, nipe kile, nipe hiki? Do we come with thanksgiving? Je, tunakuja na shukurani? Je, sisi tukishafanyiwa jambo tunasahau? Kama sasa watu wa Voi kesho mnapanga kufanya nini mchango, si ndio? Sasa mkishapata huo mchango, hata huwa mnafanya shukrani kweli? Ama huwa mnasema jamani tulipata kidogo. Wacha tutapanga nyingine tena. Licha ya kutoka nje na kusema kwamba Mungu asante. Biblia inasema kwamba Bible says come before his presence with singing, enter his gates with thanksgiving. Hallelujah. Amen. Kwamba unapokuja mbele za Mungu kwa njia ya maombi, njoo pale ukiwa umejaza moyo wa shukrani. Usije tu. That is one way we can express ourselves to him. But we are very poor in doing that. Let us always approach. Kwa sababu wakati ambao umepiga hiyo hatua ya kuja kumwomba Mungu, tayari ndugu zangu hiyo ni hatua ya imani. Hallelujah. Amen. Kwa sababu umeangalia mbele, umeangalia nyuma, umeangalia kushoto, umeangalia kulia, ukagundua kwamba sina mwingine ila Mungu. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo unaingia na shukrani mpaka huwa tunahimiza watu hata wakati unapoomba, si mwambie Mungu asante hata kama hujaona. Hallelujah. Amen. Hata kama hajakujibu, mwambie asante. Hiyo ni imani ya kipekee. Hallelujah. Hata Yesu anasema kwamba katika Israeli nzima sijaona mtu kama huyu. Kwa sababu yeye alikuja kwangu akaniambia usifike hata kwangu Bwana. Neno lako linafanya nini? Linaponya. Wewe mbona usiseme Bwana usifike kwangu? Kwa sababu tu nimefika kwa maombi, hiyo imetosha. Na uachilie pale na kwa imani mambo haya yatatendeka. Hallelujah. Amen. Mara nyingi hatujibii kwa sababu hata wakati tunaomba pia tunashuku. Umepiga magoti lakini unasema nimepiga kweli. Huwa mtu anaanza na unajua nilipiga magoti na left. Kwani huwa ni right kwanza ama ni nini? Walisema napiga kando ya kitanda ama naangalia Yerusalemu ama kaskazini. Mara nyingi hatujibii kwa sababu hata nasi tunapoomba tuna shauku. Let us learn to express ourselves to God. Let us go to him with the boldness and courage that we are approaching a God who is bigger than all our problems. Hallelujah. Amen. Tunamkaribia Mungu ambaye ana uwezo, ni mkubwa kushinda changamoto ambayo inatukumba. Watoto hello. Tunakumbana na Mungu ambaye ana uwezo. Jambo la pili, how do we express ourselves to God? Apart from thanking God. The other way we express ourselves to God, we express ourselves to God with gladness. With gladness. Watoto, we express ourselves to God with gladness. This is our second G, that we express ourselves to God with gladness. Ili uweze kujiexpress mbele za Mungu with gladness, we are told to be able to do this, we must have our attitude in the right place. What is an attitude? An attitude is what is between your two ears. Ni jambo ambalo liko katikati ya masikio yako mawili. You cannot see wanasema kwamba
utajuaje kwamba mtu ako na attitude nzuri ama ako na attitude mbaya? Huwezi iona hivi ukashika hii ndio attitude, lakini utaona matendo yake. And you can realize whether it's a good attitude or it's a bad attitude. Kwa hivyo hata tunapojiexpress mbele za Mungu, our attitude should be right. Kama sasa hivi tulikuwa tunaimba wimbo hapa, some of us are just going through the motions. It is right to be in church on Sabbath. Unajua pale kwetu kama kuna mtu wangu mwingine wa karibu namuombea sana. Huwa tukienda kanisani, sitamtaja jina kwa ajili ya usalama wangu na hata wake yeye mwenyewe. Huwa tukienda kanisani, kwa sababu hapo katika boma yetu watu wote ni wa Sabato. Sasa naongea kuhusu mambo ya nyumbani. Na tunapoenda kanisani ninapofika Sabato, atakuja kanisani ndio. Lakini hatakuja kwa sababu alitaka kuja, atakuja kwa sababu anaogopa kwamba kila mtu ataenda nitabaki nini? Nitabaki peke yangu. Sasa watu wataona mimi ni kafiri katika hii boma. Kwa hivyo acha nifanye nini? Some of us came here, hata jiulize tu sasa, kwa nini ulikuja hapa? Why did you come? Why did you come here? Is your attitude with you here? Wakati ambao umekuja hapa, je, umekuja ukiwa na imani kwamba unakutana na uwepo wa Mwenyezi Mungu, ama umekuja kwa sababu mzee wa kanisa alisema leo wote tunaenda wapi? CIT. Ukalipa mpaka fare ya tuktuk ukakuja mpaka. But your attitude is not even. Nimeangalia hata wakati tunaimba wimbo nambari 3, Mungu afanye nini? Atukuzwe. Yaani wewe umewahi kusoma huo wimbo vizuri? Kwamba Mungu afanye nini? Kwa nini? Kwa sababu ya kazi ambayo alitufanyia, kwa sababu ya wokovu ambao ametupatia, pasi na sisi kufanya jambo lolote. Lakini kuna mtu ameuma ndimu Mungu atukuzwe, lakini yeye huyo si mtukuze mimi. Ni kama mnashindana. Ni kama aoni hata huo umuhimu wa huo wimbo. There is no gladness in the heart of this person because they are just going through the motion. I know it is important to do the right thing, but it is more important to do the right thing in the right attitude, in the right mindset. Hallelujah. Mara nyingi tunaimba tu, lakini watu wanaimba tu. Hata wengine sadaka tunatoka sababu tuliambiwa tufanye nini? Tutoe. Wengine tunakuja kanisani kwa sababu tuliambiwa Sabato ndio siku ya ibada ya kweli. Lakini hata moyo wako huko pale. Unatamani utamaliza saa ngapi urudi katika mambo yako. When we come to God, when we have to express ourselves with gladness. Daudi mwenyewe anasema na alifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Baba. Haleluya. Amen. Mbona wewe unakuja hapa na umebeba mizigo yote ya tabu ya Taita Taveta County? Siwachane nao nyumbani. Kwa sababu tumekuja mbele za yeye ambaye anaweza yote katika yote. Haleluya. Amen. Hata kama una deni la mtu, hapo ukija ukiomba kwa imani, unapata pesa za kumlipa hilo deni. Haleluya. Amen. Hata kama umekosana na mke wako, watoto wanakusumbua, njoo hapa ndio kuna tiba ya kweli. Haleluya. Amen. Hapo utakutana na uwepo wa Mungu, lakini wewe pia uje na right attitude. Haleluya. Amen. Njoo na fikira nzuri mbele za Mwenyezi Mungu. Njoo ukiwa na furaha, kwa sababu hapa hata waandishi wanasema imesalia raha moja kwa binadamu na ni raha ya Sabato. Haleluya. Amen. Kwa hivyo usikuja hapa umejifunga na tabu zote za ulimwengu. You don't own all the troubles in the world. Hallelujah. Amen. We are told we approach or we express ourselves to God through gladness. Let us not just come here for the motions. Tusije hapa tu kwa sababu tuliambiwa. Usifungue tu kitabu kwa sababu umeambiwa ufanye nini? Tufungue kitabu cha Musa 24:24. Hata wengine naona wanafungua Musa. Hakuna kitabu kinaitwa Musa. I want your attitude to be here. Hallelujah. Amen. Nataka uwepo wako kwa hapa. Wakati hata tunaimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Si jamani, kuna nyimbo zingine zinakutaka utabasamu. Wengine jamani wanaangalia, ni kama mmeshikiwa kiboko ndio muimbe. Simtukuze Mungu kwa mambo mema ambayo ametendea katika maisha yetu. Let us express ourselves to God through gladness. Jambo la tatu, express
ourselves to God in his goodness. That is our third G. Our first G was G yetu ya kwanza ilikuwa gani? Thanks to God. G number 2 was express ourselves with gladness. G number 3 was express ourselves in his goodness. Hebu kaa tu hapo, piga hesabu zako. Do you realize how generous God has been to you? Jaribu tu kuhesabu. Hata kuna mtu mmoja akakaa akasema count your blessing one by one. Najua saa nyingine tunazicount na wholesale. Count one by one. One by one. Yaani kwamba there are some simple things in life kwamba your legs are moving simultaneously. Kuna mwingine yake akipeleka hivi mbele tutakuja tumsukume ndio ya pili ifanye nini? Lakini zako zinaenda bila nini? Wengine hata hatukunywa soya asubuhi, lakini inafanya nini? Lakini inaenda. Express yourself in the goodness of the Lord, or for the goodness of the Lord. Imagine leo kama Mungu angeamua kwamba awe mtu malingumu, awe mkono birika. That God decides today to become stingy. Sisi tungekuwa wapi jamani? Mungu pia angesema, unaona kama vile tunasema sasa mwaka mzima tumekaa tunataka kupeleka watoto wetu katika kampori. Lakini wewe unasema huyu kwa sababu nilimuita jina ya babu yangu, wacha akae na mimi hapa. Siwezi kufanya nini? Siwezi kumpeleka, nilipa jina ya babu yangu. Sasa mnataka babu yangu akae mbali na mimi. Huyu anaitwa nyanya jamani. Huyu sasa mkienda na yeye nani nitatuma nyanya? Sasa imagine kama Mungu pia angesema, ai jamani huyu mwanangu Kristo. Kina Adamu na Hawa walifanya mambo yao, wacha wajipange. Yaani mimi ni mtume Kristo, mtoto wangu aende ateseke kwa sababu ya watu tu na tamaa zao. Imagine if God was stingy. Mungu angeamua tu leo, yani awe mgumu tu hata katika mambo yote ambayo tunamhitaji, katika mambo ambayo tunatumia katika ulimwengu. Mungu leo angefinya mkono kidogo. Mimi na wewe tungekuwa wapi? Where will we be at this time? Tungekuwa wapi mimi na wewe? Tungekuwa wapi? Ninajibu kwa hilo, tungepotea milele. Si ni kweli? Tungepotea milele kama Mungu hangemtuma Kristo aje atukomboe. Tungepotea milele na historia yetu ingesaulika, na mimi na wewe tungepotea. Jinsi tunaambiwa katika Yakobo kwamba sisi ni kama umande, sisi ni kama jivu tu, linaweza potea wakati wowote. Lakini tunashukuru Kristo kupitia kwa Mungu akaja akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Haleluya. Amen. Leo sisi tunaitwa watu tena. Leo tunaitwa wamoja katika warithi wa ufalme wa Mungu. Haleluya. Amen. Look at how good God has been to you. Jaribu kuangalia. You know, sometimes we are told the way we choose to perceive life is a reflection of how we see God. Mara nyingi huwa tunaangalia maisha, tunaangalia vile uchumi umekuwa mgumu kwetu, tunaangalia mambo tu ambayo pengine hayako sawa. Wazungu wanasema there is a glass that is half full and there is a glass that is half empty. Lakini sisi we decide to look at a glass that is half empty instead of looking at a glass that is half full. Kwamba tuna matumaini kwamba hii glass inaenda kufanya nini? Yeah. Lakini sisi mara nyingi tunaangalia hii glass jamani imesalia sana ifanye nini? Kama sasa hivi poleni sana leo tutatumia sana watu wa Voice Central. Sasa hivi umejenga kanisa pale, nimeona mmeweka mabati mazuri ya blue. Kwani kufika hapo tu hamwezi kumshukuru Mungu? Naweza. Na muwe na shukrani kwamba jamani kuna wakati tulikuwa katika ile kanisa letu la mabati. Leo tumejenga mawe yamesimama na hata kuna mabati tumeweka juu. Hata tunaweza ingia ndani tuanze kuabudu. Si hilo ni jambo la kushukuru kabisa. Lakini mara nyingi wengi wetu tutaangalia tu yale madirisha ambayo hayajajaa. Tutaangalia ile sakafu ambayo hatujajaza, lakini hatuangalie umbali ambao Mungu ametutoa. Haleluya. Amen. Laiti tungeangalia hivyo, hata hatungekuwa na wasiwasi kwa yale ambayo yanakuja. Amina. Laiti tungeangalia mali Mungu ametutoa na familia zetu na watoto wetu na wachumba wetu, hatungekuwa na wasiwasi ya miaka 20 ijayo, kwa sababu kama alituongoza 10 imepita 20 itamshinda. Express your goodness to God. Kila siku mimi najiangalia, nasema mimi ni mtoto wa mibaraka.
Kwa sababu mali nimetoka na mali niko sasa, akia nani? Ni Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Ni Mungu, kwa sababu hata siamini. Sasa zingine wanasimama hivi nasema ni mimi kweli. Kisha nagundua kwamba kumbe si mimi. Ni Mungu ananiwezesha katika kila jambo na kila hatua ambayo napiga katika maisha yangu. Why don't we express ourselves for the goodness of the Lord? Kwa mambo mema ambayo Mungu ametufanyia. Tusiwe watu tu wa kuangalia mambo yanapoharibika, mambo yanapoenda kombo, lakini pia tuangalie yale mazuri ambayo Mungu ametendea katika maisha yetu. Watoto, adventurers, a royal family, Pathfinder. Hapo zamani za kale, si sana, walikuwa na mtu mmoja. Huyu mtu alikuwa msafiri, na katika safari zake alikuwa anasafiri kwa meli. Anasafiri kwa nini? Meli. Kwa meli. Kwa hivyo siku moja katika safari zake akizuru visiwa mbalimbali, he was visiting several islands. Na alipokuwa akiendelea na safari yake, mawimbi yakawa makali, yakasomba kile chombo kikasambaratika, akajipata amesalia katika kisiwa fulani. Na huyu mtu alipokuwa amesalia katika kile kisiwa fulani, akaanza kumlaumu Mwenyezi Mungu. Kwa nini amemwacha na kumtenga katika ile hali? Ikawa kila siku anaomba kwamba Mungu, tuma mashua nyingine ije inikomboe. Tuma mashua nyingine ije inikomboe. Lakini jinsi alivyokuwa anaomba, akaona kwamba nikana kwamba Mungu amsikizi na maombi yake hayajibiwi. Akaanza kukata tamaa. Jamaa akaanza kujenga nyumba. Akachukua mbao, akaanza kujenga. Akatafuta mbegu pale katika kile kisiwa, akatengeza shamba. Lakini siku zote bado alikuwa analalamika, anasema Mungu jamani, tuma chombo kije kinisaidie. Akaanza hata kuwa mwindaji, akajua mahali ambapo wanyama wazuri wako anaweza kuinda. Kwa hivyo ikawa anaendelea na maisha yake kama kawaida. Lakini siku moja akiwa katika pilika zake, alikuwa ameweka chakula chake kinachemka, akaenda kuongeza kuni, kutafuta kuni ili aongeze chakula kiive. Lakini alipokuwa katika harakati ya kutafuta kuni, akaona kuna moshi unatoka. Akakimbia na akapata kwamba moto ulilemea nyumba, na nyumba yake yote ikafanya nini? Akaanza tena kumlaumu Mungu. Mungu, mimi nilishakubali kwamba hutafanya nini? Hautanitoa hapa. Nikajijenga, nikafanya mambo yangu yote ili niishi hapa. Lakini sasa leo imekuwaje? Mahali ambapo nilikuwa nakaa umefanya nini? Umechoma. Sasa mimi nitaishi vipi? Kwani Mungu wewe unaniona aje? Umepanga na mimi vipi? Wengi wetu watu tunapenda kumuuliza Mungu maswali haya. Umepanga na nini? Na mimi vipi? Muulize Ayubu, aliuliza akaambiwa ulikuwa wapi ikijenga misingi ya ulimwengu? Lakini tunaambiwa siku iliyofuata akasikia merikebu ikilia kutoka ufuoni, na akakimbia akapata merikebu imekuja, na akawauliza wale watu wa merikebu, mlijuaje niko hapa? Wakamwambia tuliona moshi, na tulipoona moshi tukajua kuna uhai hapa. Na jamaa yule akapanda merikebu akarudi nyumbani. Haleluya. Amen. Angalia huyu mtu na jinsi alikuwa anamwangalia. Our perspectives of life is a reflection of how we view God. Huyu mtu hakugundua kwamba katika hali yote, katika mambo hayo yote yanatendeka, ilikuwa ni katika njia moja au nyingine Mungu anamtayarisha kutoka katika kile kisiwa. Ndio Warumi 8:28 anatuambia kwamba mambo yote hutendeka kwa wema kwa ajili ya watu ambao wanamtukuza Mungu. Haleluya. Amen. Jambo la mwisho nataka nimalize. Kabla nimalize hapo, nataka niongee tu hapo katika gladness. Dogo soma na mimi katika kitabu cha Yakobo 1:17. Nataka niongee kidogo tu kuhusu utoaji. Yakobo 1:17. Maandiko yanasema kila kutoa kuliko kwema, Ndio. na kila kitolewacho kilicho kamili Ndio. kutoka juu. Amina. Hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika, Ndio. wala kivuli cha kugeuka. Amina. Amina. Kwamba kutoa kote kwema kunatoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo wazungu wanasema since all good gift is from God, how should we return, or how should we contribute? Ama ni vipi tunafaa tufanye matoleo yetu? Tafakari kama Mungu angekuwa ikifika katika masaa. Najua hapa katika kutoa ndio kunakuwa na hesabu nyingi. Huwa tunapenda kusema, wengine hata watakuja wanajaribu kutafuta pi r square ya tithe and
tulikuwa tunatafuta Pythagoras theorem. Hii tithe and offering tunaitoa aje? Kila kutoa kwema kunatoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Kama Mungu ametupa vyema, na sisi tunastahili kutoa vipi? Nasi pia tuweze kutoa kinini? Kwanza mhubiri fulani alikuwa ananiambia kwamba kama kuna wakati ambao kanisa linafaa liwe limefurahi na lina bashasha, ni wakati wa kutoa. Haleluya. Kwa sababu huu wakati tunamregeshea nani? Wewe yani ufurahi kwamba yani yani Mungu amekupa, God has given you an avenue yani to return to him. Yani Mungu anakuambia niletee. Si wewe hata unafaa hapo sasa, hiyo ndio unafaa uwe na furaha sana. Lakini mara nyingi hapo ndio wengi huwa tumefanya nini? Yani unatoa lakini kuna mama mmoja nikiwa bomu mdogo alikuwa anatuambia kwamba ukija mbele za Mungu toa kikamilifu, usitoe sadaka matege. Sasa nikaanza kumuuliza sadaka matege ni gani? Ananiambia ni zile sadaka ambayo umekuja na 500 kanisani, alafu unatoa, alafu unashika shemashi na mwambia niregeshe 450. Niregeshe 450. Ama wengine wamefika kiwango kikubwa zaidi, achukue karatasi aandike, afunge hiyo 500 yake, alafu aweke karatasi pale, please return 450 to this number. Wakati ambao unakuja hata kutoa, si ni kitu ambacho umejiandaa nyumbani. Acha kutusumbua kutuomba cheche. Unatoa 50 unataka tukuregeshee 30. Mpaka hapo katika kutoa tu we have been very poor, mpaka tumefundisha watoto wetu kwamba shilingi 20, shilingi 5, shilingi 10 ndio sadaka. Wamama na wazee, halo. Yes. Tumewafundisha shilingi 10, 20, 5, kwa sababu akitoka nyumbani, mami nipe sadaka, unampatia dala. Shika dala hilo, nenda kampe Mungu. Lakini wakati mnaenda pale, nimeshika town ya Voi kidogo, wakati mnaenda pale Bafagi, unatoa hata nini visa card. Unaambia tupatie hizo vitu ambazo hata hazikusaidii, na kitu ambacho kingekujenga, kikunawirishe na kutayarishe kwa umilele. Unafundisha watoto kwamba hardware ndio pesa ya kumpatia Mungu, software ni ya supermarket na kwenda katika matembezi mengine. When we come to our contribution, we have also to do it with gladness, because every good gift comes from who? God. So when we also give, let us give with gladness. Usipeane ni kama utaki, unapeana na lakini bado unasema yani hiyo wewe kuna watu wanasema yani pesa yote yani tunaenda kwa ujenzi, hii pesa yote hii pesa yote hii tunapeleka kwa adventurers waende campo siku 3, hii pesa yote. Muulize pale mwalimu Dominic Konchiri, uliwaambia watoe pesa 1,000 ngapi? 700 kama ni. Muulize kama hata hiyo pesa imetosha. Muulize kama sahi hana madeni hapa wanapomaliza hii adventurous camp. Wengine hata mnashika pesa, mnamsumbua mwalimu na mipango, siku ya kwenda ndio mnampatia 1,700. Alafu mnatarajia kila kitu kiwe tambarare. Ulimpatia mwalimu pesa tarehe 29. Naongea na wazazi, walimu nimeachana nao kwa sababu wamepiga vigelegele sana hivi. Unampatia 1,000 ngapi? Yaani kuna wazazi wengine yani roho ni ngumu, yani Mungu apone hizo roho. Yaani unaona kana kwamba ukitoa hawataenda, unangoja mpaka ile siku anaenda, sasa unakuja kumwambia mwalimu, ndio mnaenda, shika pesa hii. Mungu akuokoe. Give with gladness. Peana na moyo ambao ni Mungu unampa. Umpi mwanadamu ambaye atakuibia pesa. Haleluya. Amen. Umpi mwanadamu ambaye ni mfisadi, unampatia Mungu ambaye ni mwingi wa rehema, Mungu mwenye upendo, Mungu ambaye atakujazia, na anasema tu atafungua madirisha ya mbingu, hata milango hajafungua. Haleluya. Amen. Ni madirisha tu. Lakini yani unapotoa inakuwa ngumu, na niwaambie ukweli hivi kwamba Mungu anabariki yote ambaye anatoa kikamilifu na kwa uaminifu. Hata kama ni Msomali, haleluya. Amen. Hata kama ni Muhindi, lakini atoe kikamilifu, Mungu bado atafanya nini? Atambariki. Wengine hatubarikiwi kwa sababu hatutoi, alafu mnalia uchumi ni mgumu, kumbe nini hamjajua siri. Haleluya. Amen. Jueni siri. Give with gladness.
Peana ukijua unampatia yeye ambaye atairudisha maradufu. Haleluya. Si mtu ambaye unampatia samani unaregesha, hata sikupatia unaregesha. Laiti mngelijua siri ambayo iko katika utoaji, ungekuwa matajiri vile tuliambiwa kuhusu Ayubu. Alikuwa tajiri upande wa mashariki kwa sababu alijua siri ya utoaji, na alitoa kwa moyo mkunjufu na moyo wenye bashasha. Na wahimiza watu wa Kenya Coast Field na watu wa Voice Station na watu wote wa idara mbalimbali, let us be faithful in our giving and let us do it with gladness. Wakati Mungu anamtoa Kristo, unajua Yohana 3 inasema ni kwa maana jinsi hii Mungu alifanya nini? Aliupenda. Haisemi kwa maana jinsi hii Mungu alinungunika alafu akamtoa Kristo. Mungu alifanya nini? Aliupenda ulimwengu. Mungu alikuwa anafurahia kumtoa Kristo, japokuwa ilikuwa inamuuma, ili tukombolewe sisi. The last G, we need to thank God for his glorious gospel. Hallelujah. Nafaa tumshukuru Mungu kwa injili yake ya kipekee. Injili hii unaisoma vizuri katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Soma hii dogo. Wakorintho wa kwanza 15. 1 na 2 na 3. Injili ni nini? Inasema, ndio Wakorintho wa kwanza 15. Ndio. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ndio ambayo ndiyo mlioipokea, ndio na katika hiyo mnasimama, ndio na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ndio ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, ndio kama yanenavyo maandiko. Amina. Asante. Niseme tu kwa ufupi injili hasa ni nini. Nisoma katika hicho kifungu. Injili ni maisha ya Kristo. Injili ni kifo cha Kristo. Injili ni ufufuo wa Kristo. Haleluya. Amen. Hiyo ndio injili hasa kwa ufupi. The life, the death and the resurrection of Jesus Christ. That is the gospel. Na kama Mungu alipeana kila kitu, tafakari tu vile tumesema. Kama umeelewa haya mambo matatu nimesema mbele, thanking God for his goodness, thanking God with gladness, then you'll also understand this. Utaweza, na this one requires now an action. Hii inahitaji wewe kufanya jambo fulani. Kwa sababu vile tumesoma katika Yohana 3:16, Mungu aliupenda ulimwengu akapeana mwana pekee. Ukisoma pia Warumi 5:8-9, taenda hii kwa haraka. Mandela fungua 17:30 Matendo ya Mitume. Hii tutasema tu kwa ufupi kwa sababu ya muda, naona 17:30. Shikilia tu hapo. Matendo ya Mitume 17:30. Katika Warumi 5:8 hadi 9 inatuambia kwamba wakati ambapo tulikuwa bado wenye dhambi, Mungu alifanya nini? Alitupenda. Kwa hivyo unaangalia kwamba hii injili ama uwezo wa kuweza kuokolewa, hakuna jambo ambalo wewe ulifanya. Hakuna hata mguu ambao ulifanya nini? Uliweka katika hakuna senti ambayo uliwekeza pale. Ni kwamba wakati tulikuwa wenye dhambi, Mungu anafanya nini? Anatupenda. Na anamtuma mwanae Kristo anakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ukisoma pia 16:31. Basi if Christ died for a sinner like me, so what must I do? Soma hii tu 16:31 Matendo ya Mitume. Shikilia hiyo 17:30. 16:31 the book is Acts. Inasema, ndio 16:31. Ndio. Wakamwambia, ndio mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Amina. Amen. Kwamba kama Yesu Mungu mwenyewe ameshukisha mbingu yote ikahuzunika ili mimi na wewe tuweze kuokolewa. Hilo si jambo la kushukuru jamani? Kwa sababu damu ya mnyama haingefanya nini? Haingetosha kuwa kafara kwa mwanadamu. Lakini Kristo anashuka katika ulimwengu, anakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Basi imekupasa nini? Believe in Jesus Christ and you shall be saved. Kuna wakati huo katika 17:30 anasema nini? Kwamba katika zama za ujinga, anasema, ndio basi ndio zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama azioni. Ndio. Bali sasa ndio anawaagiza watu wote kwa kila mahali watubu. Amina. Amen. Zamani za ujinga Mungu alijifanya ni kama afanye nini?
Licha ya kuwa ujumbe ama injili imetukujia, injili ya wokovu, tumeomba kwamba tuweze kufanya nini? Kutubu. Na hatutasalia hapo tuseme kwamba Mungu amekuwa akifanya nini? Akisamea. Zama za ujinga Mungu alijifanya haoni. Lakini leo mpendwa, ambao unanisikiliza, Mungu anakuomba utubu. Haleluya. Amen. Mungu anakuomba utubu na uamini. Na si kuamini tu, pia uweze kufanya jinsi alivyofanya yule Mwabeshi katika kitabu cha Matendo ya Mitume 8:37, ambaye anasema kwamba nimemwamini nani? Nimemwamini Kristo. Kuna Biblia zingine hazina hilo fungu. Ukisoma 37:38, na ni mojawapo ya fungu ambalo ndio tunalitumia sana katika wakati ambapo tunahimiza kwamba watoto wabatizwe. Kuna Biblia zingine halina hilo fungu, lakini ni fungu muhimu sana hasa katika kujenga kanuni zetu kama Waadventista wa Sabato. Kwa hivyo wapendwa, huyu Mwabeshi akasema kwamba nimemwamini Kristo mwana wa Mungu. This is how we are supposed to express ourselves to God's gospel, by obeying the gospel of God. Hallelujah. Kwamba katika maisha yetu tuweze kuwa kama Kristo. Once you obey the gospel, haimaanishi kwamba basi maisha yatakuwa tambarare. Anasema katika Matendo ya Mitume 14:22 kwamba wakati ambapo utakubali injili ya Kristo, wakati ambapo utakubali kufa na kuinuliwa pamoja na Kristo. Asubuhi tukisoma leseni, kuna mama aliongelea hilo fungu na nikafurahi sana. Katika Galatia 2:20 kwamba sisi tumekufa na Kristo anafanya nini? Anaishi. Na akatumia mfano mzuri kwamba mtu anapokufa hatasikiza masengenyo. Mtu anapokufa hatakuwa mdaku. Mtu anapokufa hatakuwa ngumu katika kutoa, kwa sababu si yeye, ni Kristo anatoa. Amen. Wengi wetu shida tunakumbana na hapa duniani kwa sababu ni sisi tunafanya nini? Tunaishi, si Yesu anafanya nini? Jamani, si umwache Yesu aishi. Na Yesu akiishi, hata michango itakuwa si kazi ngumu, kwa sababu ni Yesu tunaongea naye na anatoa. Haleluya. Amen. Yesu akiishi, hata kuleta watoto kwa kampa utaita kuwa ngumu, kwa sababu ni Yesu tunaongea naye. Si Mtaita, si Mjaluo, si Mkisii, si Mgiriama, ni Yesu. Haleluya. Amen. Lakini kama Yesu aishi, tutasumbuana na Wagiriama, tutasumbuana na Wataita, tutasumbuana na ndugu zangu wa Kisii na Wajaluo. Lakini kama Yesu ataishi, sisi tufe, basi mambo yatakuwa mazuri. Lakini wakati ambapo tunakubali hii, tumeambiwa kwamba hapo ndio mwanzo wa tabu yetu. Kwa hivyo yote ambayo alikuahidi kwamba unapokubali injili ya Kristo basi mambo yatakuwa mazuri zaidi, hapo ndio umetangaza vita na Ibilisi na hata kujaribu katika njia moja au nyingine. Nataka nimalize kwa kusema hivi. Leo tumejifunza kuhusu kushukuru. Na tumeangalia mambo manne. Thanking God with gladness. Thanking God for his goodness and thanking God for his glorious gospel. Nataka leo ujionyeshe, wacha niseme hii katika lugha ya Kimombo. As I conclude, show the Lord how thankful you are. Amen. By hearing the truth, believing the truth, confessing, repenting your sin, and being immersed in water. And be faithful till death. Hallelujah. Amen. Ndugu na dada zangu, tuko hapa ili kusaidiana. Tuko hapa ili kujengana. Ni wewe tu umesalia kufanya uamuzi kwamba will you do all these things you say? Will you thank God every day hata wakati ambapo shida zimeingia? Will God still be good even in tribulation? Will God still be good even in plenty? Will you approach God with gladness from today? Will you thank God for his glorious gospel? Paulo anasema kwamba asante kwa Yesu, asante kwa Kristo mkombozi. Mimi ambaye sikuwa na jina, mimi ambaye sikuwa mtu, leo nina uwezo wa kusimama hapa na kujiita Mkristo kwa sababu ya jambo ambalo Kristo alifanya zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Wangapi pamoja nami wanasema today we want to be royals. We want to enter into the tabernacle of God with gladness. We want to enter in his face with gladness. Wangapi wanasema leo tutaona uzuri wa Mungu katika maisha yetu? Hata kama magumu ni mengi, tutaona uzuri. Kama ni ombi lako,
simama ili tuweze kuomba pamoja na wewe. Kwamba today I am a royal. And if I'm a royal, then I'll approach his throne with gladness, with boldness, with looking at his goodness. Na mambo mengi ambayo amefanyia katika maisha. Najua hata sasa hivi mahali umesimama, wewe mwenyewe unajua ni mambo gani ambayo Mungu amefanyia katika maisha yako. Wewe unajua and you understand and you know. I want you to thank God for that. As we go through the last month of the year, God has been faithful to you. Nataka tuimbe huo wimbo sasa na moyo uliojaa bashasha, moyo uliojaa furaha. Nikimkaribisha mchungaji ili aweze kuomba pamoja nasi. Ili Mungu atupe huo uwezo wa kugundua kwamba sisi ni watu specially. We are special people. Tuimbe huo wimbo, Mungu atukuzwe, stanza ya kwanza na ya pili. And I want to see everybody happy because of what God has done. To God be the glory. Great things he has done. So loved he the world that he gave us his only son. I want to see that gladness. I want to see that goodness. Tuimbe huo wimbo kwa furaha jamani. Watu wasiume ndimu. Tuimbe kwa furaha. Mungu atukuzwe, sing. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Upendo wake ulitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Kavuka mili zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu. Wanaomwamini na kuungama, mara moja wale husamehewa. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu